ndio kazi yenye aidha kufanikisha mkutano au kubeba lawama, si ndio? Kwa sababu unatakiwa ufikishe kile ambacho mhudumu anacho, na usipofanya vizuri umeharibu kila kitu. Nilikuwa na rafiki zangu fulani wazungu walikuwa wananisimulia kwenye nchi fulani ambayo walikuwa wanafanya umishonari. Akaja mzungu mwenzao kuhubiri, wao wanaifahamu lugha ya ile nchi waliko. Sasa mkalimani akaona mhubiri anaongea maneno hayaeleweki, hayapati vizuri, akaona isiwe tabu. Kwa hiyo mhubiri akawa anahubiri ujumbe wake na mkalimani anahubiri wa kwake. Sasa yule mzungu mmoja akamgeukia mwenzake akafanya na mwenzake akamwambia, umesikia kama na mimi ninavyosikia? Vipi? Mkalimani naye anahubiri ujumbe tofauti kabisa. Sasa mmoja akamwambia mwenzake ambaye ndo misini ya kwake, akamwambia, tunafanyaje? Jamaa akasema, acha hivyo hivyo, kwa sababu ujumbe wa mkalimani unanibariki kuliko wa mhubiri. Kwa hiyo haleluya. Kwa hiyo kusikiliza na kutafsiri na kuombea na kila kitu, kimsingi napata uchovu mkubwa. Na timu nzima ambayo tumekuja nayo leo, hakuna hata mmoja aliyetoka, wote wamelala, wanasubiria kumalizia mkutano jioni. Na bishop hapa akawa amealika mmoja wao, akasema tuna kikao, akalika wa pili, tuna kikao, akanijia mimi sasa. Niambia, na wewe Mswedish utalala? Nikapiga hesabu, mimi mbongo. Kaambia bwana, okay, mimi nitakuja. Kwa hiyo nimekuja kwa heshima ya bishop kwa kweli. Roho radhi, lakini mwili ni dhaifu. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu sana. Amen. Na bishop, nakushukuru kwa heshima na fursa hii ambayo umenipatia kusimama kwenye madhabahu hii. Barikiwe mama askofu, wazee, Mungu awabariki sana. Na nafurahi rafiki yangu Emmanuel Mgogo, tunakutana naye kwenye matukio huko na huko. Kazi yako njema. Jamani, ana mafuta hana? Barikiwe sana mtu wa Mungu, kwa kweli kazi yako njema sana. Waimbaji wengi wamechafua sana majina yao, lakini mheshimiwa ametunza heshima ya Yesu. Kama tunaungana basi hebu tumpe Yesu makofi. Haleluya. Sawa. Naomba tufungue Zaburi ya 8, alafu tuone kuna mambo gani ambayo Mungu anatukumbusha mchana wa leo. Zaburi ya 8. Nitaongea kipengele kidogo kati ya vipengele vingi vya somo ambalo hivi karibuni Mungu amenipatia, na ninalifundisha kwa mtiririko kule kanisani kwetu Kahama. Zaburi ya 8 na mstari nisome wa kwanza mpaka mstari wake wa 9, ni mstari 9. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Wewe umeweka utukufu wako mbinguni, vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeweka misingi ya nguvu. Kwa sababu yao wanaoshindana nawe, uwakomeshe adui na kujilipiza kisasi. Hebu sema amina. Amen. Ndio hii Mgogo ameimba menemene tekeli na peresi. Haleluya. Mshike mkono jirani yako, mwambie inakula kwako. Unaona
mtu mmoja hapa amekaa na mtu ambaye anahisi ni adui yake, amemwambia kwa kumaanisha. Haleluya. Nikiziangalia mbingu zako, kazi za vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha. Mwandishi wa Zaburi anasema alifanya tathmini ya kazi ambazo Mungu alizifanya katika uumbaji. Alafu anasema mstari wa 4, mtu ni kitu gani hata umkumbuke? Hebu nitie moyo kwa kumwambia jirani yako, wewe ni kitu gani hata ukumbukwe? Anasema na binadamu hata umwangalie. Amen. Mstari wa 5, umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Unajua maana yake hapo ni kwamba akitoka Mungu anafuata mwanadamu. Siona kale kamina kako kalipo kwenda. Akitoka Mungu anafuata mwanadamu. Hivi Biblia inasemaje? Yesu ameketi mkono wa wapi? Wa kuume wa nani? Wa Mungu. Halafu vitu vyote viko chini ya miguu ya nani? Ya kwake. Halafu hapo tukaambiwa Yesu ni kichwa, kanisa ni mwili. Maana kumbe Mungu, halafu Yesu kichwa, mwili wake kanisa, na vitu vyote viko chini ya miguu ya kanisa. Amina za kasuru. Yaani nilipata amina 3 na jamani, Mungu mkono wa kuume, Yesu mwili wake kanisa, vingine vyote chini ya kanisa. Afadhali mmeanza kuja angalau kidogo. Hebu mwambie jirani yako, hiyo ndio itifaki ya mbinguni. Tumeketishwa pamoja na Kristo. Wameanza kuondoka tena. Tumeketishwa pamoja na Kristo. Hebu mwambie jirani yako, usirudi nyumbani bado mapema. Haleluya. Mtu mwingine anasema na malaika je, wao wanatuhudumia sisi? Hata Mikaeli ndiyo. Biblia inasemaje? Inasema hivi, malaika wa Mungu hufanya kituo wakiwazungukia wamchao. Alafu wao wamchao wamefanya nini? Wamepewa usingizi kama wa mtoto mchanga. Hivi anayelinda na anayelindwa nani bosi? Hata hapa nilipo kuna malaika wamenizunguka. Hapo ulipo kuna malaika wamekuzunguka. Nyumbani kwako kuna malaika wamezingira. Chumbani kwako pande zote 4 malaika wamezingira. Biashara yako imezingirwa na malaika. Hebu sema amina iliyojaa. Wale wote ambao hamsemi amina, nyumbani kwako kujae mapepo, mizimu na nyamurakura wa kukalia usiku. Wanaopenda malaika wa Bwana wapige kelele. Mwambie jirani yako, mbona umekuja sasa? Tuko mstari wa ngapi siku hizi? Naam? Wa 5. Umemfanya mdogo punde kuliko nani? Asimwangalie jirani yako afu mwambie umekaa na kiumbe cha hatari hapa. Hebu mwambie kwa afya, akitoka Mungu unafuata mimi. Amina au hamna? Umemvika taji ya utukufu na heshima. Wow. Yesu alisema mtu atakayenitumikia Baba yangu atamheshimu. Hebu mwambie jirani yako umekaa na mheshimiwa. Waheshimiwa, Bwana asifiwe. Narudia tena, waheshimiwa, Yesu hoye. Weka mkono kifuani, sema asante Yesu. Umeniheshimisha. Popote unapoenda Mungu aliyemo ndani yako akuheshimishe. Anasema Mungu akuheshimishe. Gonga high five kwa jirani yako, mwambie wow.
Mwambie una bahati sana kukaa na mheshimiwa kama mimi. Mstari wa 6, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Yaani Mungu amekuweka wakfu ukae juu ya kazi za mikono yake. Alafu ndio Mungu waga ni wa ajabu. Mtu mmoja aliongea point moja nilipenda, alisema hivi, Mungu aliumba vyote pamoja na sisi. Halafu akavichukua vyote akaviweka chini yetu. Halafu unajua nini? Mungu ndiye anayefanya kazi kupitia sisi. Anaponya wagonjwa, anafufua wafu, anabariki, anafanya mambo yote. Halafu siku ya mwisho alifanya kazi yeye, alikuumba yeye, alifanya vyote yeye, halafu anachukua taji anakuvika wewe. Tumeheshimiwa pasipo kustahili. Hiyo ndio inaitwa neema. Kasulu, pokeeni neema ya Bwana. Narudia tena, pokea neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako. Chochote ambacho Mungu amekiumba, wewe uko juu yake. Na haujachiweka, ni Mungu amekuweka. Kwa Pentekoste tuko pamoja. Usitembee kinyonge. Amen. Afa akasema umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Hebu sema nimependelewa. Nimependelewa. Na mkono kifuani, sema nimependelewa. Yule jamaa anaimbaje kweli? Umenipendelea, sio? Mwanzoni anasemaje? Kwa sauti yenye afya. Nasikia kwa sauti umenipendelea. Wakimba ya pili. Kama siku nyingine siniki. Nasikia tu umenipendelea. Hebu watu wote sema umenipendelea. Ukiwa jirani yako mwambie nimependelewa. Kwa sababu unapendwa. Alafu mwambie jirani yako ninapendeka. Unajua kuna raia huwa wanapendwa alafu wapendeki. Umevitia vitu vingapi? Kwa afya vitu vingapi? Vyote chini ya miguu yake. Alafu akawataja baadhi waliotiwa chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini. Unabali hapo kamaliza uumbaji wote. Maki akisema kondoo na ng'ombe wote pia na wanyama wa kondeni, ni ile Mungu alisema utatiisha vyote viendavyo juu ya nchi. Ndege wa angani utalitiisha anga. Huwezi kuwa na mamlaka kwenye anga kama huna mamlaka juu ya mkuu wa anga. Huwezi kuwa na mamlaka juu ya hawa walioko baharini kama huna nguvu juu ya mkuu wa hiyo bahari na hilo ziwa. Kuna mtu anajua kusema amina siku hizi? Kwa hiyo vyote vya angani, vyote vya juu ya nchi, vyote vya ndani ya maji, Mungu ameweka chini ya miguu yetu. Jamani, tumependelewa. Narudia tena, tumependelewa. Kama na wewe umependelewa, sema amina. Mshike mkono jirani yako, mwambie umependwa na kupendelewa. Mungu wangu. Mstari wa 9. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Tumpe makofi mazuri sana. Sasa nisome Mwanzo. Fungua Mwanzo sura ya 1. Sasa kuna watu wengine hata kitabu cha Mwanzo mpaka angalie kwenye yaliyomo. Kuna vitabu kweli utatakiwa uangalie yaliyomo. Kwa mfano kama Sefania au Filimoni. Wangapi ushawahi kumsikia Askofu Bunono anasema fungua Filimoni?